Mimi nafikiri hata tu kutajwa ile kuhusishwa na timu ya taifa ya Ivory Coast, maana yake unapaswa kujipa credit sana, kwa sababu unahitaji Ivory Coast ambayo ligi ya ndani ya Afrika haijawahi kuchukua mchezaji hata mmoja. Labda utanikumbusha miaka ya pengine na wasikilizaji kwa miaka ya nyuma ambayo mimi sikuwepo huko, lakini kwa miaka ambayo naushuhudia mpira nafikiri inawezekana kwenye zile mechi za kirafiki ambazo wamecheza ndio nimeshuhudia wakimuita Pacome Zouzoua. Ilikuwa ni match moment kwake. Taifa kama Ivory Coast unapohusishwa nalo, maana yake jua wewe ni mchezaji wa daraja la juu sana. Lakini nashangaaje kuona Pacome anaachwa wakati ametoka kuachwa Simon Andinga. Wilfred Zaha aliachwa kwenye AFCON iliyopita. Watu wakaongea, akaitwa bwana mdogo Simon Andinga akiwa Brighton and Hove Albion. Kaenda kuwa ndo mkombozi wa Cote d'Ivoire kwenye michuano ya AFCON na kuwapa ubingwa kabisa, si ndio? Wilfred Zaha, maisha ya mpira yalivyo, Simon Andinga msimu huu hajajumuishwa kwenye squad, kaingizwa tena Wilfred Zaha. Kwa maisha ya mpira yapo hivyo bana CAF. Kwa maana ya kuna nyakati mwalimu hakuiti kwa sababu una perform vizuri, anakuita kwa sababu ya sifa ulizonazo na wapinzani mnaoenda kukutana nao, si ndio? Yani mimi nashangaa leo kwamba Pacome ameachwa kwenye taifa kama Ivory Coast, Cote d'Ivoire. Guys, sijui naheshimu uwezo wake, naheshimu kila anachokifanya, yuko kwenye daraja la juu, lakini nafikiri watu ambao wapo ambao wameitwa juu yake, nafikiri kwangu mimi siwezi kumdoubt mwalimu. Superb sana Cote d'Ivoire, wana squad bora sana. Kila eneo wana watu zaidi ya watatu ambao pia na wenyewe ni wa moto kweli. Kwa hiyo unaiangalia nafasi ya Pacome Zouzoua, alafu namwangalia na Simon Andinga ambaye kaachwa. Kuna muda tunasema Pacome kwa kutajwa tu kwamba watu wanaanza kusema umeachwa kwenye Coast ya Ivory Coast, nafikiri ni ushindi kwa watoto.